Mheshimiwa Waziri, nimesimama hapa kwa ajili ya kutoa maelezo mafupi, lakini nikuhakikishie sisi wizara tunaendelea kusimamia maelekezo yako ya kuhakikisha tunafanya kazi kwa karibu na wadau walioko mbele yako. Tumefanya hivyo na hakuna tuliposhindwa. Wakati wote tunapokuwa na kazi zinazohusisha jamii, tumekuwa na waandishi wa habari, na mimi nafurahi katika taasisi zao wana umoja hapa wa vyama ama taasisi zinazohusisha na haki ya kihabari, inaitwa KORI. Nikiwaona kina Meena wako hapa wote wamekaa hapa, najua tuko vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ule utamaduni wa zamani wa serikali na waandishi wa habari ni sawa na chui na swara tumeacha sasa hivi. Sasa hivi tunafanya kazi pamoja, kwa sababu waandishi wa habari wa Tanzania wametambua kwamba jukumu la kujenga nchi ya Tanzania kupitia sekta ya habari liko mikononi mwao. Tukiamua sisi tujenge au tubomoe nchi yetu, tutakuwa tumeamua sisi. Na mimi nashukuru, nilipoteuliwa mara ya kwanza, nilipokuja nikawaomba, nikakaa nao chini, tukakubaliana, hatujawahi kukwaruzana, tunakwenda vizuri na mambo. Ndio bana, hata wadau wa maendeleo sasa tunaweza kukaa nao pamoja, tukapanga vitu pamoja, tukaenda pamoja. Najua kuna changamoto, wako watu wakiona ushirikiano huu wanaona kama vile waandishi wa habari wa Tanzania si kitu. Si kweli, si kweli. Waandishi wa habari wa Tanzania wanajua wanachokifanya, wanajua wanachokisimamia, na sisi serikali kazi yetu ni kuhakikisha tunajenga mazingira mazuri ya vyombo vya habari vya Tanzania kufanya kazi vizuri. Na bahati nzuri niwahakikishie ndugu zangu, Mheshimiwa Waziri alipofika tu break ya kwanza akaniambia, Msigwa, wewe ni mwandishi wa habari, sitaki mgogoro na waandishi wa habari, sitaki mgogoro na wahariri, sitaki mgogoro na wadau wote wa sekta ya habari. Mheshimiwa Waziri, naomba nijitetee kabisa, nimesimamia na sina ugomvi na yoyote. Jamani, kuna mtu na ugomvi naye? Kuna mtu na ugomvi naye? Semeni jamani, sie nikaharibikiwa. Hakuna, sio? Neville, na ugomvi na wewe? Na ugomvi na wewe? Hamna, anataka hela amesema. Kwa tuko vizuri Mheshimiwa Waziri. Baada ya kusema hayo, naomba nirejeshe kwa Neville. Naamini Neville utakumbuka muda unatubana. Asante sana. Nakushukuru sana.